taifa letu na tumeupokea, na serikali iko hapa kuhakikisha kwamba mwenzetu tunamhifadhi na taratibu nyingine zinaendelea. Kwa hiyo ni msiba mzito ukizingatia kwamba marehemu alifanya kazi muda mrefu sana akiwa mtumishi mwandamizi ndani ya serikali. Kwa sisi tunachambua mchango wake ni mkubwa sana kwa taifa hili. Labda wewe kwa kumbukumbu zako binafsi zile ambapo toka umeingia bungeni, naamini ulimkuta pale, ni jambo gani ambalo wakati umeonana na kwanza na mama huyu ukiwa mbunge mpya kabisa alikuhusia na kukwambia? Jenista Mhagama alikuwa ni kiongozi mwandamizi, sio tu ndani ya serikali, hata ndani ya bunge. Na kwa wabunge wageni ambao tulipata fursa ya kumfahamu wakati huo, mimi nimefanya naye kazi sasa, hiki ilikuwa ni kipindi cha 3. Kwa maana niliingia 2015 nikimkuta tayari yeye ni mbunge mwandamizi. Lakini katika mambo ambayo sisi vijana wa leo tunajifunza ni uzalendo wake kwa taifa. Pale ambapo aliona kwamba hapa unakosea, hakusita kuja kukuambia kwamba hilo unalikosea, utaratibu ni 1, 2, 3. Kwa hiyo tumejifunza mengi sana, lakini kubwa hasa ni uzalendo na mapenzi ya dhati kwa nchi yake. Aliipenda sana Tanzania na wakati wote ungemuona anasimama imara kuitetea Tanzania, na hili ndio jambo kubwa ambalo tuseme kwamba tumejifunza. Lakini alikuwa ni waziri mwandamizi, wakati wote alipokuwa akizungumza unaona kabisa huyu mama ana PhD ya siasa, ungemuona na kumsikia. Lakini hata ungeangalia mienendo yake akiwa jimboni, unaona kabisa Jenista Mhagama ameiva, lakini alistahili kupata doctorate ya siasa kwa utendaji wake na mchango wake kwa taifa. Kwa sababu kupata PhD ya siasa ya heshima inatokana na mchango wako katika jamii. Na katika kipindi ambacho amekuwa mbunge, amekuwa waziri, mchango wake kwa taifa hili hauwezi kusahaulika hata kidogo. Kwa hiyo sisi vijana wa leo tunaona kwamba tuna kila sababu ya kuiga kazi nzuri ambayo aliifanya. Na mimi nimepata bahati ya kufanya naye kazi. Mimi nikiwa mbunge naingia bungeni kwa mara ya kwanza 2015, yeye alikuwa tayari waziri. Lakini 2015 mimi nimekuwa mwenyekiti wa bunge, kamati ya katiba na sheria, yeye akiwa ni waziri anayesimamia masuala ya bunge na masuala mengine ambayo tulikuwa tunawasiliana moja kwa moja, mimi nikiwa mwenyekiti wake na yeye akiwa waziri anayetekeleza maelekezo au ushauri wa kamati za bunge. Kwa hiyo nimefanya naye kazi kwa muda mrefu kama mwenyekiti wa kamati. Kwa hiyo ni mtu ambaye ninafahamu uwezo wake. Na wakati huo nakumbuka hakuna wakati ambapo tulifanya kazi kubwa sana ya mabadiliko ya sheria mbalimbali ndani ya bunge kama wakati wa serikali ya awamu ya 5. Na sheria hizi zote ambazo mnaziona leo hii, nyingi zilizofanywa marekebisho zilipita chini ya mikono yangu nikiwa mwenyekiti wa kamati wa katiba na sheria wakati huo. Lakini yeye akiwa ni waziri anayesimamia masuala ya bunge, taratibu, sera na masuala mengine, ambapo sheria hizo zilikuwa zinasimama kwake pia, lakini ilikuwa inategemea wakati mwingine zinakwenda kwa mawaziri husika. Lakini zote zile sheria wakati huo wa serikali ya awamu ya 5, nyakati zote, kipindi vyote vitatu, mimi nikiwa mwenyekiti wa kamati, nilipoingia 15, 17 na mwaka 2020 mwishoni kwenda 2021 nikiwa mwenyekiti wa kamati ya bunge, katika nyakati zote niliona namna ambavyo alikuwa mchapakazi, mzalendo, na kwa kweli tulifanya naye kazi vizuri sana. Hakuna kiongozi katika level ya afisa mwandamizi wa serikali kama waziri ambaye alikuwa akitoa ushirikiano mkubwa wakati huo kama Jenista Mhagama. Huu ndio ukweli. Na ndio maana katika nyakati zote za kamati hatukuwahi kukwama. Pale ambapo ungehitaji maelezo alikuwa anayatoa kwa ufasaha. Unaweza ukasema ni mtu ambaye alikuwa na PhD katika siasa, alikuwa na uwezo mkubwa wa ushawishi, lakini pia alikuwa na heshima sana. Kwa sisi ambao tulikuwa ni vijana tumeingia 2015, lakini huwezi kuamini heshima alikuwa anatupa kwa nafasi zetu kama wenye viti wa kamati, hata kama ni kijana mdogo, lakini alikuwa na heshima kubwa sana, na mambo yake hayakuwahi kukwama ndani ya bunge kwa sababu ya ushirikiano mkubwa aliokuwa nao, kujishusha. Alikuwa ni humble sana, ni mtu wa kujishusha sana, kujinyenyekeza. Alikuwa ni mnyenyekevu sana kwa wabunge wenzie, na usingeliamini kama ni waziri mwandamizi ambaye amekaa kwenye serikali toka wakati wa awamu ya 4
awamu ya 5, awamu ya 6. Na mimi niliponikabidhi ofisi nikiwa waziri wa afya, tulizungumza mambo mengi sana. Na wakati ule alinieleza namna ambavyo wizara tayari imekwisha anza kupiga hatua ya kutekeleza siku 100 za Rais Samia, hasa kwenye eneo la bima ya afya kwa wote, na maelekezo mengine ambayo Mheshimiwa Rais aliyatoa wakati wa kampeni na wakati anazindua bunge. Maelekezo haya yalikwisha anza kutekelezwa, ambapo wakati ambapo Mheshimiwa Waziri wakati huo Mheshimiwa Jenista Mhagama akiwa mbunge, wakati wa uchaguzi na baada ya uchaguzi. Ina maana shughuli za serikali zilikuwa zinaendelea, na yeye alikuwa na moja kwa moja akitoa ushauri mkubwa wa kitu gani kifanyike kuhakikisha kwamba maelekezo ya Mheshimiwa Rais yanatekelezwa wakati huo. Kwa hiyo hata aliponikabidhi ofisi alinikabidhi na maelezo mengi ambayo haikuwa kazi ngumu kwangu kuyaendeleza pale ambapo tumeishia, lakini tulikuwa na mawasiliano ya karibu sana. Mimi nafahamu kwamba wakati wa uchaguzi alipata changamoto ya kuanguka pia. Wakati wa baada ya uchaguzi matokeo kutangazwa, alipata changamoto hii na alianguka ghafla. Alinifahamisha yeye mwenyewe, na wakati Mheshimiwa Rais anaapishwa alinifahamisha hiyo kwamba alipata changamoto ya kuanguka ghafla, kidogo akapoteza fahamu wakati huo. Lakini tunaambiwa pia na hapa karibuni tena alianguka tena, na hii imetokea tena. Kwa hiyo inatufundisha kwamba kwa viongozi na Watanzania kwa ujumla tuna wajibu mara kwa mara kuangalia afya zetu. Pengine unaweza kuwa na tatizo la moyo hujui, lakini zipo ishara ambazo zinaweza zikatupeleka huko. Unapoona ishara hizo au unapojisikia, ni vyema kwenda kufanya vipimo ukajua hali yako, kwa sababu unaweza kuwa mzima leo lakini ghafla katokea changamoto za kiafya, usijue ukaona ni kawaida, kumbe si kawaida. Ni ishara ambayo inakuonyesha kwamba unahitaji kwenda hospitali. Lakini madaktari wetu wamefanya kazi kubwa sana. Baada ya changamoto hii alikimbizwa hospitali, na mimi nilikuwa nikifuatilia kwa karibu toka amekimbizwa hospitali, amefika hospitali, madaktari walimwatendi vizuri na wakajitahidi sana kufanya kazi usiku na kufanya kazi sana kwa bidii kuhakikisha wanaokoa maisha yake. Lakini Mwenyezi Mungu alimwandikia, sisi tunamuombea apumzike kwa amani. Tunasema Mwenyezi Mungu amuhifadhi huko aliko, na sisi wajibu wetu ni kuendeleza yale ambayo alituhusia na kutuachia. Tunashukuru, tumepoa. Ni msiba mzito kwa taifa letu na tumeupokea, na serikali iko hapa kuhakikisha kwamba mwenzetu tunamuhifadhi na taratibu nyingine zinaendelea. Kwa hiyo ni msiba mzito ukizingatia kwamba marehemu alifanya kazi muda mrefu sana akiwa mtumishi mwandamizi ndani ya serikali. Kwa hiyo sisi tunachambua mchango wake ni mkubwa sana kwa taifa. Usisahau kusubscribe na kugusa alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu kila tunapoweka Msomi News.